Na mpenzi wa Sky Online TV, kila ambacho tulikuwa tunasubiri kwa hamu kubwa, wa Tanzania waliokuwa wanamsubiri ili kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya Kassim Majaliwa kujiengua katika eneo hilo baada ya muhula wake wa miaka takribani 10 kutamatika. Tulikuwa katika kinyang'anyiro cha watu watatu ambapo ni Palamagamba Kabudi, Mwigulu Lameck Nchemba pamoja na Biteko. Katika hawa watatu tulisubiri tumuone ni nani mmoja ambaye anakwenda kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rasmi Mwigulu Lameck Nchemba ambaye yeye alikuwa ni waziri wa fedha na mipango, katika upande huo amechaguliwa na amepata kura nyingi zaidi kutoka kwa wabunge, na sasa rasmi yeye ndiye waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So imejulikana mbivu mbichi upande wa Mwigulu Lameck Nchemba. Mdauni ninavyozungumza nawe ndiye ambaye kapata nafasi hiyo ya kuwa kama kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni taarifa ambayo muda huu ndo wakati ambao inatoka. Waziri Kassim Majaliwa baada ya kutopata nafasi ya kurejea bungeni, upande wa Mwigulu Lameck Nchemba ndiye ambaye amepata nafasi hiyo, na sasa rasmi ndiye waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amemshinda Doto Biteko, lakini pia amemshinda Palamagamba Kabudi ambao alikuwa katika kinyang'anyiro hicho cha nani ambaye atakwenda kuiwania na kuibeba nafasi ya kuwa kama waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So wa Tanzania tunapaswa kujua na kutambua ya kwamba tayari imejulikana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Samia Suluhu Hassan, wakati ambao makamu wake atakuwa ni mwamba anayejulikana kwa jina la Nchimbi, lakini pia waziri mkuu kwa sasa atakuwa ni mwamba anayejulikana kwa jina la Mwigulu Lameck Nchemba, alikuwa ni waziri wa fedha na mipango kabla ya kuja kuteuliwa kwa waziri mkuu siku ya leo hii. So tayari katika upande huo imejulikana na imetambulika. Zungu ndiye ambaye aliteuliwa hiyo juzi na akachaguliwa pia na wabunge wenzake kuwa spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So katika upande huu Mwigulu Lameck Nchemba kajibebea na kajizoelea nafasi hiyo ya kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika weledi mkubwa ambao amekuwa nao wakati akiwa kama waziri wa mipango na fedha, au tunasema wakati akiwa kama waziri wa fedha na mipango, ni moja ya mambo makubwa ambayo ameyafanya katika mipango mikubwa ya kuhakikisha taifa linasonga mbele, lakini pia katika upande wa fedha namna ambavyo alikuwa na utendaji kazi mzuri zaidi. So hiyo ndio taarifa ya breaking news ambayo tayari moja kwa moja imeweza kujulikana. Kassim Majaliwa baada ya kutoka kuwa waziri mkuu, sasa nafasi hiyo ni nafasi ya Mwigulu Lameck Nchemba. Ushauri wako ni upi nafasi ya Mwigulu Lameck Nchemba ambayo ameweza kuipata katika upande wa kikubwa? Pia hakikisha umeweza kusubscribe ili usipitwe na taarifa zote zenye ujazo na mwendelezo wa michezo zaidi.